Siku ya leo tumeshuhudia mataifa zaidi ya 40 kutoka Afrika, researchers, watafiti mbalimbali, wanasayansi mbalimbali, madaktari mbalimbali, viongozi, wawakilishi wa nchi, wawakilishi wa marais, lakini mawaziri kutoka maeneo mbalimbali ya Afrika ambao tumeshiriki pamoja kujadili changamoto kubwa ya dunia ambayo inahusiana na magonjwa yasiyokuwa ya kuambukiza. Na ninyi mmesikiliza kwa makini na mmeshuhudia namna magonjwa haya yanachangia kwa kiwango kikubwa sana vifo mbalimbali vinavyotokea duniani. Na kwa haraka tu zaidi ya watu milioni 43 hufariki kila mwaka kwa magonjwa mbalimbali yasiyokuwa ya kuambukiza yanayohusiana na magonjwa ya moyo, magonjwa ya figo, magonjwa ya kisukari, magonjwa ya kansa, magonjwa ya sickle cell na magonjwa mengine ya aina hii. Na kwa Tanzania magonjwa haya yameleta madhara makubwa sana. Tukumbuki kwamba magonjwa haya yanachukua karibu 20% ya fidia inayolipwa na wenzetu wa NHIF, watu wa bima. Lakini pia magonjwa haya yamesababisha madhara makubwa. Yanasababisha kila mwaka watoto wachanga kuanzia mwaka mmoja mpaka miaka 5, zaidi ya watoto 12,000 hufariki hapa nchini Tanzania kila mwaka. Lakini pia yamesababisha kwa magonjwa ya kansa zaidi ya Watanzania 43,000 kila mwaka hufariki kwa magonjwa ya kansa. Na magonjwa haya hutokana na vyakula, hutokana na maisha tunayoishi, lakini pia hutokana na changamoto mbalimbali ambazo zimekuwa ni changamoto kubwa kwa bara la Afrika, lakini kwetu hapa nchini Tanzania. Sisi kama serikali tumekwisha anza kuchukua hatua mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha kwamba tunapeleka senta zetu za vipimo, tunapeleka zahanati, vituo vya afya na kuzisogeza karibu kwa wananchi ili kuwafanya wananchi kwanza kuelewa, kuyatambua magonjwa haya. Lakini mimi mwenyewe nilianzisha program ya kupima afya. Program hii ambayo inajulikana kwa Ijue Namba Yako inatuwezesha Watanzania kwenda kufahamu changamoto tulizonazo kuhusu magonjwa mbalimbali ya moyo, kuhusu changamoto tulizonazo kwenye changamoto za figo, changamoto mbalimbali zilizopo kwenye sickle cell. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuwakaribisha Watanzania kwenye vituo vyetu mbalimbali kujitokeza kwa ajili ya kupima. Magonjwa haya yasiyokuwa ya kuambukiza yameleta madhara na hasara kubwa sana kwa taifa letu. Ikumbukwe kwamba magonjwa haya yamesukuma Watanzania wengi kwenda kwenye umaskini, kwa sababu vipimo vya figo hapo nyuma vilikuwa karibu shilingi 900,000 kwa wiki moja. Mtanzania wa kawaida hawezi kuhimili kiwango hiki cha fedha. Lakini tunamshukuru sana Rais Samia kwa mtazamo wake, kwa maono yake, kwanza kuhakikisha anapeleka vifaa tiba karibu na wananchi. Na leo hii tumeshuhudia namna ambavyo serikali ya awamu ya 6 imepeleka digital x-ray machine zaidi ya 700 katika maeneo mbalimbali nchini yanayokwenda kusaidia kufanya vipimo mbalimbali na kutambua magonjwa haya yasiyokuwa ya kuambukiza. Lakini tumeshuhudia serikali ya awamu ya 6 imepeleka ultrasound machine zaidi ya 1,000 katika maeneo yetu kote mbalimbali nchini. Na kwa nini hasa haya magonjwa? Kwanza ni muhimu sana waandishi wa habari muelewe kwamba hali ya magonjwa duniani imebadilika, na ninapozungumzia duniani tuzungumzie bara letu la Afrika, kwa sababu ndio kilichotuleta hapa sisi kama shirika la afya duniani. Ni kwamba wakati bado tunapigana na magonjwa yetu ya kuambukiza, magonjwa yasiyo kuambukiza yamepanda kwa kasi sana. Mmeona kwamba tumeonyesha takwimu asubuhi kwamba 37% ya vifo vinavyotokea sasa hivi kwenye bara letu vinasababishwa na magonjwa ambayo sio ya kuambukiza. Na kuwekea hesabu rahisi tu kwamba kila watu 100 wanaokufa, 37 wanakufa kwa ajili ya matatizo aidha la moyo, la kisukari au. Pili, analeta sababu kubwa ya watu kufariki mapema, kwa kitaalamu tunaita premature death, yani unafariki kabla hujafikia birthday yako ya 70. Sasa ni kwamba lazima na ikifika mwaka 2030 ni kwamba magonjwa haya yasiyo kuambukiza ndio yatakuwa namba 1, kwamba 3/3 ya moja, 1/3 ya vifo vitatokea kwa sababu haya magonjwa.
Kwa umakini mkubwa unatakiwa kuletwa hapa. Sasa sisi kama shirika la afya duniani kanda ya Afrika tumeonyesha kwamba athari yake sio magonjwa tu. Afrika inapoteza trilioni 1 kila mwaka, na hizi inaongelea sio pesa za Kitanzania, hapana, ni US dollars. Sasa kwa sababu ya watu kuugua, hela zinazokwenda kwenye bajeti ya matibabu, watu kutoweza kufanya kazi sawasawa, kwa hiyo kunakuwa na loss productivity kwa sababu ukiwa na matatizo ya moyo. Sasa ni muhimu sana serikali zetu, tunazishauri zote zilizokuwepo hapa, na tunashukuru serikali ya Tanzania kuwa mwenyeji wa huu mkutano hapa, kwamba ni lazima tufanye uwekezaji katika magonjwa yasiyoambukiza. Waandishi wa habari hapa mko karibu 20, ukihesabu kila mtu wa 4 ana tatizo la shinikizo la damu. Kila mtu wa 20 unayekutana naye ana tatizo la kisukari. Sasa ipi bora, kukinga mtu asipate kisukari au tusubiri aende kwenye dialysis kusafisha? Gharama ni kubwa. Tumkinge mtu asipate kisukari au tusubiri gharama za kukata mguu ukate? Tukinge kisukari au tusubiri kwamba mtu apoteze macho? Tukinge kisukari au tusubiri nguvu za kiume zishuke chini? Ni hivyo hivyo kwenye pressure. Tuwakinge hawa watu wasipate athari au complications za pressure, kwa sababu atapata kiharusi, atapooza upande mmoja. Na je, kama huyu ndio breadwinner pale nyumbani, ndo anayeleta mahitaji ya nyumbani, whether akiwa ni baba au mama. Kwa siku zote kinga ni bora kuliko tiba. Global TV, kimbilio la wasio na sauti. Tupigie sasa.